Hey jamani, Ivan yupo hapa na hamtaamini tulichogundua leo. Inatokea kwamba Stan na Mike wanakwenda shule tajiri zaidi duniani na hatukujua. Kila kitu humo kimetengenezwa kwa dhahabu. Kuta za dhahabu, sakafu za dhahabu, kafeteria za dhahabu na hata jimu la dhahabu. Inasikika kama kitu cha ajabu, sivyo? Lakini tuliamua kuingia kwenye hiyo shule kisiri na kuona jinsi ilivyo. Jamani, hakikisheni mnaangalia video hii mpaka mwisho ili msikose sehemu ya kushangaza zaidi. Sawa, tunahitaji kujua jinsi tutakavyoingia shuleni. Tutaingia kisiri, tutaiga kuwa wanafunzi wapya na boom, tuko ndani, ni rahisi hivyo. Hebu tufikiri mpango. Subirini, lakini kabla hatujaingia kwenye shule hiyo kisiri, jamani, tafadhali bonyeza kitufe cha kujisajili. Tafadhali, asanteni sana. Uhoa, hii ni shule nzuri sana. Subiri, kuna uwezekano mkubwa kuna walinzi wengi. Ndio, basi tutafanyaje kuingia ndani? 2 very boring minutes later. Sawa, hebu tusubiri walinzi wapite kisha ukaimbie haraka ndani. Sawa, ndayo. Subiri. Sawa, sasa enda. Uhoa, angalia kote. Hii ni anasa ya kiwango cha juu. Hey, acha. Ikiwa iko kwenye tahadhari je? Unajua nini? Tunahitaji kutafuta sare ili tuweze kuchanganyika. Hatuwezi kwenda ndani hivi. Oh, angalia. Baadhi ya makabati yako wazi. Hiyo ni ya kushangaza. Kwa kawaida katika shule yangu yamefungwa. Ndio, lakini nadhani hakuna anayetuibia hapa. Kwa hiyo hakuna anayejali. Naam, nadhani hiyo itabadilika sasa. Unamaanisha nini, Ivan? Namaanisha hii. Wow. Ninachukua hii. Sawa, Ivan, ninachukua hii. Ina kila kitu tunachohitaji: sare, viatu, mikoba ya shule. Angalia, kuna vitabu vya dhahabu hata hapa. Chukua kadiri niwezavyo. Natumai hiyo itaboresha kusoma kwangu. Sasa tunaweza kuchanganyika. Hebu tubadilishe. Naonekana vipi? Naam, ni nje ya mtindo wako kidogo, lakini ni anasa ya dhahabu. Je, mimi je? Unaonekana kama dola milioni. Oh, jamani, mnafanya nini hapa? Tulikuwa tu Tunajielekea darasani tu. Kengele ilipigwa zamani. samahani, tulicheleweshwa na kipindi cha mwisho. Nyuso zenu zinaonekana kufahamika. Ndiyo, bila shaka. Tunakwenda hapa kila siku kwa mwaka sasa. Sawa, bora Marrakesh. Sawa, tutafanya hivyo. Hiyo ilikuwa karibu. Hebu twende darasani. Na hivyo ndivyo unavyoongeza mapato yako mara 3. Habari mwalimu. Pole tumechelewa. Mkuu wa shule alituchelewesha. Je, huyo ni Maria? Habari za mchana. Usijali, wakati mwingine na waruhusu wanafunzi wangu kuchelewa. Ndayo, wewe. Kwa hiyo nyinyi ni watoto wapya, sivyo? Ni kweli. Sawa, hebu tufahamiane. Jitambulish. Hi, jina langu ni Ivan. Jina langu ni Stanley. Na mimi ni Maria. Jina langu ni Mike. Mimi ni Bwana Rich. Tafadhali kaa chini. Wow, Kuna mwanga mwingi hapa. shule ya dhahabu inabamba kweli. Shule ya dhahabu nzuri sana. Subiri, kwa nini nyinyi mko hapa? Kimya, nataka tu kuwaonyesha wafuasi wangu shule yako ya dhahabu. Jamani, bonyeza like kama ungependa kusoma katika shule kama hii. Sawa, hebu tuige kwamba hatukujui, unatudai. Sawa? Kwa hiyo, hebu tuendelee na somo letu. Mada ni tahajia ya chapa. Ivan, njoo ubaoni tafadhali. Mimi, sawa. Tafadhali andika jina la chapa Louis Vuitton. Louis nini? Nitajaribu. Louis Vuitton. Wow, makosa mawili kwenye chapa maarufu sana. Unathubutu vipi? Samahani sana, mimi huwa sivai vitu hivi kabisa. Hii ni maarifa ya msingi. Kila mtu anapaswa kuijua. Daraja lako ni 2. Kaa chini. Louis Vuitton. Sawa, sasa ninaelewa. So basi, Maria, sasa enaizimu yako. No, God, please, no. Jamani, nimepata 2. Hii ni aina gani ya upimaji? Alama unayopata ndiyo pesa unayopata. Ndio, umepata dola 200 zako. Unamaanisha nini? Majibu mabaya yanakupa dola 200 na mazuri yanakupa dola 500. Uhoa, hiyo ni nzuri sana. Naanza kuipenda shule hii tayari. Ndio, lakini somo hili la tahajia ya chapa ni gumu sana. Siwezi kuvumilia.
Sasa Maria, tuonyeshe jinsi ya kuandika jina la chapa vitamins kwa herufi. Ninajua hilo. Hongera, Maria. Hiyo ni 5. Tafadhali kaa chini. Oh, 5 ni nzuri. Ni $500. Uligunduaje hilo wewe? Kwa sababu nilimuona Stanley amevaa moja ya zile shirts. Ndiyo, nina kama hizo, labda 26 kwenye mkusanyiko wangu. Ni nini sauti hiyo nzuri? Hiyo ni kengele tu, sikiliza. Uhoa, uchaguzi mzuri wa kengele. Napenda. Hiyo ndiyo kwa leo. Njoo uchukue pesa zako. 600 kwa Stanley, 300 kwa Mike, 200 kwa Ivan, 500 kwa Maria. Kweli, hiyo ni motisha nzuri sana. Uhoa, gym ya pay yenye anasa. Najiuliza wanavyofanya masomo ya pay hapa. Dhahabu inaonekana nzito sana. Panjini mstari. Leo kama kila siku, tunafanya mashindano ya mwanamichezo bora shuleni. Haitakuwa rahisi. Vizuri. Je, bingwa apate $100? Tuanzie na changamoto ya nguvu. Yeyote atakayefanya squats nyingi zaidi na dumbbells anapata alama. Lakini mheshimiwa, hiyo si haki. Wavulana kwa hakika ni wenye nguvu Sheria zaidi. inasema wasichana, matokeo yanahesabiwa mara 2. Hivyo ndivyo Kama inavyopaswa sivyo, kuwa. si haki. Nitakuwa bingwa wao hata hivyo. Basi, imetosha kuongea. Nendeni. Nilidhani itakuwa rahisi. Nina 1 au 2 zaidi ndani yangu. Moja tu. Mjuu. Naweza kufanya moja ya mwisho tu. Muda umeisha. Inaonekana Maria ameshinda. Muda wa dhahabu kwenye mpira wa kikapu. Nope. Juu. Unaweza kufanya vizuri zaidi. Angalia risasi yangu ya dhahabu. Katika jaribio la kwanza tena. Ninajua kufanya hili vizuri. Fanya bora yako. Nice. Muda umeisha. Tuna mshindi Ivan. Changamoto ya mwisho, penati za dhahabu. Mshindi anapata alama na buti ya dhahabu. Nionyeshe ulicho nacho. Dio. Kwa nini ninalipia shule? Dio. Sawa. Ivan, wewe ndiye mfungaji bora wa shule na mwanamichezo bora. Umeshinda kiatu cha dhahabu. Wow, twend. Usisahau 100 yako. Asante. Angalia wiwi. Jamani, nina njaa sana. Tuli kitu. Ndio. Kama hii ni somo letu la pe, na shangaa kafetaria itakuwaje? Ndiyo, labda ni kama chakula cha dhahabu au kitu kama hicho. Uhoa, hata matunda ni ya dhahabu. Njoo. Sitashangaa kama kafetaria hii ina nyota za Michelin. Sawa, tusionekane wapumbavu, anatusalimia. Tuwe na mwenendo wa kawaida. Ninyi mliamua kula kitu. Mnapenda shule yetu hadi sasa. Kila kitu ni dhahabu, inang'aa sana. Na tunapata pesa, napenda sana. Sawa, ni wakati wa kupata chakula cha mchana sahihi sasa. Sawa. Hello, Papagena. Je, ninyi kwa umakini mnaenda kula hicho? Hapana, hii ni kwa ajili ya mbwa wetu tu, tulisahau kuwapa. Usinitishe hivyo. Kwa sekunde nilidhani kweli mtaenda kula hicho. Njoo, unadhani sisi ni nani? Kula chakula kama hicho. Hii hapa ni oda yangu. Burger na nuggets za dhahabu, fries kando, na bila shaka donut ya dhahabu. Hiyo ni dhahabu nyingi sana. Inaonekana nzuri.
Menyu yetu ni bora zaidi, na ningependa kupendekeza kwa nyinyi wawili labda wagyu steak. Bila shaka ni moja ya ninayopenda hapa menyu yetu, na usisahau steak ya dhahabu ya wagyu. Wagyu, oh najua hagi wagi sivyo. Wanawageuza kuwa chakula. Na mlo wako mkuu je? Kweli, tayari nimeshiba. Nadhani tipi ya dola 100 itatosha. Mungu wangu, dola 100. Nitawaona baadaye. Muwe na siku njema. Sawa, kwa heri Maria, unamaanisha. Usijali, nitamrudishia pesa zake. Sawa, Nadhani. Samahani, naweza kupata chaza tafadhali? Tuna nini hapa? Ile ilikuwa tamu sana. Ndiyo, kitafunwa kizuri kidogo. Wanafunzi tahadhari, haraka. Natarajia kila mtu darasani. Nashangaa nini kilitokea. Kitu chochote kinaweza kutokea shuleni. Natumai watatupa pesa zaidi. Nipo tayari kwa hilo. Ndiyo, ninataka hiyo pia. Twende. Leo tuna tukio shuleni. Kilitokea nini? Hatujui, bado hajatangaza. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, kuna mtu aliingia kwa siri shuleni. Lakini hakuna haja ya kufadhaika. Tayari tumeanza uchunguzi. Lakini tayari tuna kitu. Mwingiliaji aliacha ushahidi. Kwa usalama wa kila mtu, tutafanya jaribio dogo. Hakuna kitu cha kuhofia. Tuanze na wewe. Nionyeshe mguu wako. Hapana, Stanley. Sikufanya kosa lolote. Umenijua kwa muda mrefu. Nionyeshe mguu wako. UPI? Haijalishi, nionyeshe. Sasa, Nahitaji kufanya kitu. Nina wazo, bwana. Nadhani itakuwa rahisi tukikagua kamera. hilo ni wazo zuri. Mko huru kwenda. Nendeni mkale kavia. Mwingiliaji atakamatwa hivi karibuni, twende. Jamani, ni waingiliaji, anatusubiri haraka. Maria, kamera, kweli atatukamata kwa urahisi. Wakati wanapumzika, tutafuta picha. Je, hilo ni halali kweli? Nope. Kila kitu kiko wazi, twende. Sawa, fungua. Tuna dakika chache tu. Lakini usiguse chochote. Sawa, angalia tu mlango. Nini neno siri? Ah, subiri, tazama. Ni shule ya dhahabu ndio bora. Njoo, imefanya kazi. Haraka, nadhani anakuja. Nasikia hatua. Ni dakika chache tu, halafu nitarudi. Na mnafanya nini hapa? Tulikuwa tu, unajua. Samaki wako wa dhahabu ni mzuri sana. Be they were. Hey, samaki wangu wa dhahabu. Kwa hiyo, maelezo yako ni nini? Tulitaka tu kuangalia shule yako, unajua. Ha, Kweli, sisi ni watu wema. basi nitawezaje kufanya na nyinyi watu wema? Tafadhali tu usitutume gerezani. Hapana, nina kazi tofauti kwenu, inayovutia zaidi na yenye manufaa. Hiyo ni nini? Haiwezi kuwa mbaya hivyo. Much later. Hii siyo furaha kabisa. Angalau tuko huru. Ingeweza kuwa mbaya zaidi. Yep. Hatutawahi kufanya hivi tena. Msipumzike, bado mnazo vyumba vitatu na mkahawa mbele yenu. Njoo, anza kufanya kazi. Jamani, tafadhali jiandikisheni.